za kiuchumi za kuifungua nchi na falsafa ya 4R iliyoasisiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, napohitimisha, katika kutekeleza dira 2050 tumekubaliana sote kuwa lazima tubadilike, tuenende isivyo kawaida yetu, yani business unusual. Hii ni pamoja na hatua 5 zifuatazo. Kwanza, tuendelee kutambua kama alivyo jana Mheshimiwa Waziri wa Elimu alisema vizuri, rasilimali kubwa ya kuendeleza nchi yote duniani ni uwezo wa watu wake. Hivyo basi tuendelee kuunga mkono na tutekeleze kikamilifu mpango wa serikali wa kupanga upya mfumo wetu wa elimu. Sasa tujikite kwenye kutoa watu wenye uwezo, ustadi, yani capabilities, badala ya vyeti, sifa za kitaaluma, yani credentials. Hii inabidi pia iende sambamba na kubadili utamaduni wetu wa kuanza kuwaheshimu watu na kuwatambua watu kwa misingi ya uwezo na mchango wao katika jamii, badala ya wingi wa sifa za kitaaluma na idadi ya vyeti walivyo navyo. Kwa waheshimiwa wabunge, muhimu hapa ni capabilities, sio cheo, sio idadi ya vyeti, ni uwezo gani ulionao na mchango katika jamii. Pili, dhima ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa ni kukuza uchumi jumuishi na kuzalisha ajira. Hivyo basi kipimo kikubwa sana kwa kila sekta ya serikali na sekta binafsi katika miaka 5 ijayo iwe ni kiwango gani sekta husika imechangia katika kuzalisha ajira katika sekta rasmi, hususan ajira za vijana. Hili waheshimiwa wabunge ni eneo muhimu. Kila sekta ndani ya umma na katika binafsi ijipange kuzalisha ajira kwa vijana. 3, kuongeza kasi ya matumizi ya digitali kama silaha ya kuongeza tija katika uzalishaji na utoaji wa huduma. 4, kuimarisha mifumo ya utawala ili kujenga taasisi imara, ikiwepo kujenga utamaduni wa kuheshimu utawala wa sheria na kukubali na kuishi kwamba hakuna aliye juu ya sheria, ikiwemo sisi tuliopata dhamana ya uongozi. Ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa kuheshimu na kuzingatia utawala wa kisheria ndio kiwezeshi kikubwa zaidi na kisicho na gharama katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi. 5, kubadili mtazamo kuhusu sekta binafsi na biashara kuwa ndio chanzo kikuu cha kukuza uchumi, kuzalisha ajira na kuifanya nchi yetu kuwa tajiri, kwamba lengo kuu la biashara hatimaye ni kutengeneza faida. Kwa hivyo mtu akitengeneza faida isiwe taabu, ndio kazi ya biashara. Biashara hewa yake ni faida. Wakati tukizidisha mapambano dhidi ya rushwa, tuondoe mtizamo kwamba kila mtu mwenye hela ni mwizi. Kuna watu wamepata hela kwa bidii kwa kufanya biashara kwa kutengeneza faida. Kwa hiyo tupambane na rushwa, lakini isiwe kana kwamba basi mtu akipata, kila mtu mwenye hela hususan akiwa mweusi ameiba. Hapana. Mheshimiwa Spika, nahitimisha. Serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoundwa kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania kufuatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ipo dhana inaanza kujengwa na wapinzani wetu kwamba chama chetu na serikali yake pengine tunaogopa au kwamba hatutaki utawala wa demokrasia na haki. Hapana. Dhana hii lazima tuikatae. Kwa asili yake, kinadharia na kimatendo, Chama cha Mapinduzi ni chama cha kidemokrasia chenye Nirudie. Kwa asili yake, kinadharia na kimatendo, Chama cha Mapinduzi ni chama cha kidemokrasia chenye historia ndefu ya kupigania haki. Demokrasia, haki na usawa ni misingi mama kwa chama hiki. CCM cannot take lectures about democracy from anybody else katika nchi hii. Neno haki limetajwa mara 32 katika katiba ya CCM. Kwa mujibu wa katiba hii ya CCM mwaka 77 ibara ya 5, CCM ina malengo 19. Lengo la 7, kusimamia haki na maendeleo ya kulima, wafanyakazi na wananchi wengine wote. Lengo la 8, kuona kwamba raia anayo haki ya kushiriki,
kwa ukamilifu katika kufikia uamuzi wa mambo ya taifa na yanayomhusu, na kwamba ana uhuru wa kutoa mawazo yake, wa kwenda anakotaka na kuamini dini anayotaka. Lengo la 9, kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kwa misingi ya kidemokrasia. Aidha, sera za CCM, sera za msingi za CCM, na nukuu, kinachotuunganisha kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni fikra na itikadi na imani ya chama kuwa binadamu wote ni sawa na kila mtu anastahili kuheshimiwa kwa utu wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 2.6 aya 47 ukurasa wa 2 wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, CCM inasema CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu. Aidha, katika kutekeleza hili, ilani imeahidi pamoja na hatua zingine kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Sasa watu wanaenda kule, wanasema wanafanya maandamano, wanafanya mikutano ya kudai katiba mpya. CCM tayari ilishaahidi katiba mpya kwenye ilani yake, na wananchi wasieleze kana kwamba kuna mtu mwingine mwenye ajenda ilani hii nje ya chama kinachotawala. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayapata maono ya viongozi wetu kupitia hotuba zao, hususan hotuba zinazotolewa bungeni. Hotuba ambazo zinatolewa viongozi bungeni zina uzito wa pekee. Tangu aingie madarakani, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka wazi dhamira yake katika mambo makubwa 4 yanayohusu utawala bora. 1, kuimarisha utawala wa sheria; 2, uadilifu; 3, haki na uwajibikaji; na 4, mapambano dhidi ya rushwa. Akifungua bunge hili la 13, Rais Samia aliweka wazi nia na dhamira hiyo, na hapa namnukuu: msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, na ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kudurudisha nyuma kwa kuongeza maslahi binafsi. Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, hatuna sababu ya kubabaika inapokuja swala la kupigania demokrasia, haki, utawala na uwajibikaji. Ni wajibu wetu na ni ajenda na maelekezo halali ya chama chetu na viongozi wetu wa juu. Nataka niliseme hili kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake kimeweka dhamira ya dhati, na dunia ijue, ya kulinda na kuimarisha utawala wa sheria na demokrasia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalize kwa shukrani. Namshukuru Mungu kwa uhai, neema, rehema na baraka. Na baada ya kumshukuru Mungu, nitumie nafasi hii kuwashukuru watu muhimu katika maisha yangu. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa fursa aliyonipa ya kutumikia katika serikali yake, kipekee kabisa kwa fursa aliyonipa ya kuongoza mchakato wa kuandika nyaraka ambazo zitaongoza mtakatifu nchi miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii kwangu ni jambo kubwa, ni upendeleo. Nafarijika kwamba dira ambayo naenda kuitekeleza kuanzia mwezi ujao nimeshiriki kwa fursa ambayo Mheshimiwa Rais alinipa. Pili, nawashukuru sana viongozi wetu wengine wakuu, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa kiongozi wetu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wao na maelekezo yao ambao wamekuwa wakitupatia. Tatu, na kwa umuhimu wa kipekee sana, chukua nafasi kuishukuru familia yangu. Ninamshukuru rafiki yangu wa miaka 25 na mke wangu kipenzi Prosper Swai. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa bahati leo mke wangu yupo hapa. Ndio mambo hayo. Barikiwe, asante sana.
yupo na wamekuja na kijana wetu wa pili Calvin, yupo hapo, wenzake wapo kwingine huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, tupo hapa tunafanya kazi kwa bidii, tunapata matunzo ya familia zetu, na maendeleo yanaanzia kwenye familia, yanakuja kwenye jamii, yanakwenda kwenye taifa. Namshukuru sana mke wangu ambaye kwa kweli sio tu mke, lakini rafiki mwema na mdau na mbia katika malezi na maendeleo ya familia yetu. Kwa uzito mkubwa na washukuru waheshimiwa wananchi wenzangu wa jimbo la Ubungo kwa imani yao na ushirikiano ambao wananipatia katika kufanya kazi zetu za kijimbo, pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Ubungo. 5, ninawashukuru sana watumishi wenzangu katika ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji kiongozwa na Dr. Taus Kida, Dr. Fred Msemwa, makatibu wakuu hawa, ndugu Nehemia Mchechu, msajili wa hazina, ndugu Terry, mkurugenzi mkuu wa TISEZA na watumishi wote kwa jumla. Silaha ya waziri yeyote ni wataalamu waliopo katika ofisi yake, na mimi namshukuru Mungu kwamba ni wataalamu wazuri. Mkiona tunawasilisha hapa mnatupongeza, nyuma yake wapo wataalamu chini ya makatibu wakuu hawa. Mungu awabariki sana. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa, mbunge, waziri wa fedha, na wataalamu wa wizara yake wakiongozwa na Dr. Natu Mwamba kwa jinsi ambavyo tunashirikiana katika majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ofisi yangu bila kushirikiana na wizara ya fedha haiwezi kufanya kazi, na mara zote kuanzia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa waziri wa fedha na sasa Mheshimiwa Balozi Hamisi tumepeana ushirikiano wa kutosha. Mheshimiwa Balozi, nakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Nimshukuru sana kiongozi wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Mariko Kabuti, kiongozi wetu hapa bungeni, anayemsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa maelekezo yake, lakini pia kwa malezi yake. Mimi pia ni mwalimu wangu tangu chuo kikuu na ameendelea kunilea mpaka hapa. Lakini nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, ndugu yetu Hamza Johari, amekuwa mshauri wetu, tunashauriana, anatuelekeza, yupo available anytime katika kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinakwenda kwa mujibu wa sheria, na ndio mlinzi wa sheria, na anatuambia kila siku kwamba bila utawala wa sheria tutakwama. Mheshimiwa Balozi, Mungu akubariki sana. Lakini washukuru waheshimiwa mawaziri wenzangu tunaoshirikiana wa sekta. Mimi ni waziri wa sekta mtambuka. Bila ushirikiano wa mawaziri wa kisekta kazi yangu itakuwa ngumu na haitawezekana. Nikiri mbele yenu kwamba waheshimiwa hawa mawaziri wamekuwa watu wema, wamekuwa wakinipa ushirikiano wote ambao unahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ninaomba waheshimiwa